Halo mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakukaribisha kwa siku nyingine katika kipindi ukipendacho sana, kipindi cha Sauti za Hayawani. Leo katika kipindi cha Sauti za Hayawani tunakwenda tena kuangazia maisha ya kiumbe mwingine anayepatikana katika bahari, marine mammals. Ni kiumbe gani huyu? Ni kiumbe anayejulikana kama dugong. Dugong, unaweza ukamtamka hivyo. Jina lake la kisayansi pia wamemuita dugong. Huyu anatoka katika oda inayoitwa Sirenia. Ni oda pekee ambayo inatokana na living species ya wanyama wachache wanaopatikana katika makundi wanaoitwa manatees. Hawa ni wanyama wa aina gani? Ni wanyama wanaokuwa katika muonekano gani? Ambatana nami leo uweze kujua mengi kuhusiana na kiumbe huyu dugong. Dugong ni mnyama ambaye yupo katika bahari akiwa na umbo la pekee sana, na wapo katika nchi mbalimbali kidunia. Wanapatikana zaidi katika nchi zisizopungua 40, wakiwa katika vizio vya kati mwa dunia, na hasa katika maeneo ambayo yanakuwa na usawa wa equatorial climatology, hali ya hewa ya usawa wa ikweta. Hawa viumbe ndio huwa wanapatikana sana. Hawa ni viumbe ambao ni herbivores katika kiwango cha 90%, lakini kuna 10% ambapo wao huwa wanakula baadhi ya invertebrate creatures, wanyama wasio na uti wa mgongo wanaopatikana katika bahari, ikiwa ni kama jellyfish, ikiwa ni kama uwepo wa shellfish, ukiwa ni kama uwepo wa prawns pamoja na kambakochi. Ni moja ya chakula kwa viumbe hawa, lakini 10% kubwa wanakula sea grasses, majani yanayoota katika bahari. Ambatana nami ujifunze mengi kuhusiana na maisha ya kiumbe huyu. Na kama ilivyo kawaida yangu, ninapokuja kwenye kipindi hiki cha Sauti za Hayawani, huwa ninaanza pia na uchambuzi wa kibiolojia, hasa tukiangazia kuweza kujua madarasa na madaraja ya viumbe kupitia makundi mbalimbali. Na majina ya kisayansia ya kiumbe huyu katika mfumo wa classification, anatoka katika domain ya Eukaryota na kingdom yake ni Animalia na phylum yake ni Chordata. Akitoka katika class Mammalia, oda yake ni Sirenia, lakini akitoka katika family inayoitwa Dugongidae, ambayo hii family ya Dugongidae ndio inaleta genus ya Dugongidae Dagon. Huyu ndivyo ambavyo ninaweza nikamchambua hapo katika uhalisia wa mnyama huyu. Sasa kama ilivyo kawaida, huwa tunakwenda kuangalia sayansi ya majina, utambuzi wa majina, etymology and naming, ambapo pia tunaona swala zima la taxonomy, upatikanaji wa majina ya kisayansi. Jina hili limetoka katika lugha zinazojulikana kama Visayan. Visayan ni lugha za awali kabisa zilizokuwa zikiongelewa na watu katika ukanda hasa wa lugha za Kilatini, lakini vile vile lugha za Kigiriki. Katika uwepo wa mnyama huyu, French naturalist ambaye huyu ni mmoja wa watu walioweza kufanya ugunduzi wa mnyama huyu, anaitwa George Louis Lequesne. Huyu ndio alimgundua mnyama huyu katika kumpa jina la Dugong, ambapo ilikuwa ni mwaka 1765. Ndipo aliweza kumgundua, na aliweza kugunduliwa pia katika majina mbalimbali, mojawapo ikiwa ni majina ya Kigiriki na majina ya Kifilipini, ambayo ndio aliweza kutumika kwa mtazamo wa namna mbalimbali, na hasa ikimuonyesha uwezo wake kulingana na tabia ya kuishi katika bahari, na hasa kujitegemea katika chakula ambacho ni cha mimea baharini. Kwa jina jingine, kiumbe huyu wamemuita huyu ni sea cow, ni ng'ombe wa baharini, na hii ni kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuwa wanakula majani katika bahari. Ni kiumbe ambaye ana tabia nyingi ambazo mimi na wewe leo nataka tushirikiane katika kuona mambo mbalimbali ambayo kiumbe huyu anayafanya katika bahari. Sasa tunakwenda kuangalia uhalisia wa mazingira yake ya kiumbe huyu. Kwa kawaida ni kiumbe ambaye anachukua eneo kubwa sana katika kujitafutia chakula, ukubwa wa eneo la kilomita 140,000. Hili ni eneo analolichukua yeye. Hizi ni sawasawa
ni sawasawa na maili 1087. Ni eneo ambalo analichukua na hasa katika ukanda wa fukwe. Na mara nyingi hupendelea mazingira yanayokuwa na joto kuanzia 26 na 27, hasa katika maeneo ya equatorial, ndiko maeneo anakokuwa akijitafutia chakula kwa urahisi. Ni kiumbe ambaye amepewa uwezo katika kuogelea na kukaa katika mazingira ya chini akiwa anafuata majani yaotayo katika bahari. Na majani hayo yanayoota katika bahari yamemfanya aweze kujulikana kulingana na uwezo wake wa mmeng'enyo wake wa chakula, kwamba ana uwezo wa kula majani hayo si tu kwa kuyala katika mtazamo wa kawaida, lakini akila mpaka mizizi, na baadhi ya mimea mingine ikabaki kuendelea katika tumbo lake kudumu kwa muda mrefu. Hili ni jambo mojawapo ambalo linamweka kuwa ni kiumbe wa pekee na wa tofauti sana katika uhalisia wa maisha ya viumbe wengi ambao tumekwenda kuwazungumza. Ni kiumbe ambaye amepewa muda wa kuweza kukaa ndani ya maji sio mrefu sana, na hii ni kutokana na uwezo wake wa kuchukua pumzi kwa mara moja. Ana uwezo wa kuchukua pumzi na akachukua dakika 36 tu ambazo yeye ndio anaweza kukaa nazo. Kwa kawaida yeye huwa haendi sana chini ya kina kirefu, lakini ni kiumbe ambaye amepewa uwezo wa kipekee sana kulingana na mambo ya kiekolojia, na leo tunakwenda kujifunza mimi na wewe hapa. Kwa kawaida yeye maisha yake yanaweza kuwa ni kati ya wale viumbe ambao wamepewa umri mkubwa wa kuishi, tofauti na viumbe wengi wanaokuwa katika bahari. Na hii ni kutokana na nini? Life span yake inamhesabu kuanzia miaka 75 na ana uwezo wa kuendelea, lakini kwa kawaida anaweza kuishi miaka 75. Na katika umri huo wa miaka 75 yeye anakuwa ametengeneza mazingira ya kuwa na eneo kubwa. Kwa kawaida hawa ni viumbe ambao ni social creatures. Unaweza ukawakuta kundi kubwa wakiishi katika eneo moja, lakini pamoja na kuwa ni social creatures, hawa ni solitary. Ni mara chache sana wanakuwa wakijumuika katika kundi. Na hii ni kutokana na nini? Kiekolojia, viumbe hawa kulingana na uhalisia wa kula chakula ambacho ni mimea inayopatikana katika bahari, basi wamewekwa kuwa katika mazingira ambayo kila mmoja anatamani jitafutie eneo kubwa la kutosha ili kuwa na uhakika wa chakula kwa muda mrefu. Wanapokuwa katika eneo moja, inasababisha eneo hilo kuwa na hali ya kutokuwa na uoto wa asili ndani ya bahari, na hivyo eneo hilo kuharibika, si tu kwamba kwa ajili yao kama chakula, lakini kwa maisha ya viumbe wengine ndani ya bahari. Kama unavyofahamu, Cnidarians, wanyama upupu, hawa ni viumbe ambao wanategemea sana mimea katika bahari kwa ajili ya wao kufanya maisha. Na kadri wanavyofanya maisha, wanaokufa wanasababisha kutokea mazingira ya wao wengine kuishi, lakini vile vile viumbe vinginevyo pia kupata mazingira ya kuishi. Kwa mfano, tunamwangalia octopus, pweza. Pweza mazingira yake ni kutembea katika mchanga wa chini kabisa ya bahari, na mazingira anayoweza kujitafutia chakula ni katika hali ya kujiweka katika maeneo ambapo wanyama mpupu waliokufa yametengenezeka na kutoa uwepo wa miamba ambao tunaijua kama vile coral reef. Miamba ambayo inaweza ni laini ndani ya bahari, inaweza kumsaidia yeye kujificha na kuweza kujipatia chakula. Sio pweza tu, wanyama wengi wanaoishi katika bahari, viumbe vingi vinategemea mazingira hayo. Lakini vile vile kuwepo kwa uoto asili katika bahari kunamsaidia sana kiumbe huyu kuweza kuwa na hali ya kuishi ndani ya maji kwa utulivu, kulingana na kwamba kunapokuwa na mimea katika bahari kunapunguza kasi ya mawimbi ambayo huenda yangemsababisha asiweze kujipatia chakula kwa urahisi. Lakini uwepo wa mimea pia unamsababisha 10% ya chakula anachokula yeye kupitia viumbe ambao ni invertebrate, wanyama wasio na uti wa mgongo katika bahari, kuweza kuwapata kwa urahisi. Haya yote ni mambo ya kiekolojia yanayomsababisha kiumbe huyu aweze kujiweka katika mazingira ya kuweza kulinda maeneo kwa ajili ya kukaa wachache. Hivyo mara nyingi wanabaki kuwa wawili au mmoja katika eneo ambalo kama nimekwisha kukueleza lenye ukubwa wa kilomita za mraba 140,000. Huwa hapo inakuwa ni territory ya mtu mmoja katika bahari. Inatokea mara kadhaa wanapokutana kama kundi, hasa inapokuwa labda ni msimu wa breeding. Hapo wanaweza wakawa ni kundi kubwa ukalikuta wakiishi katika sehemu moja.
Hawa ni semi nomadic creatures, pia ni viumbe ambao pia wamepewa mazingira ya mitazamo tofauti katika hali ya kujitafutia chakula, ikiwa ni kwamba hawawezi kuogelea na kukaa nje ya bahari kutokana na maumbile yao. Hawa wanafananishwa 100% na jinsi tunavyowaona dolphin, yani pomboo, au vile tunavyoangalia wanyama wengine kama vile jamii ya papa, lakini wao wamepewa uwezo wa kujitafutia mazingira ndani ya hiyo bahari katika jinsi ya kuishi. Kwa mfano, inapokuwa ni msimu wa baridi kali, wanyama hawa wanaondoka sehemu yenye baridi na kwenda sehemu ambayo kunakuwa na joto, na hii ni kutokana na nini? Kunapokuwa na baridi, mimea inayostawi katika mazingira ya bahari mingi inadhoofu. Kwa mfano, katika ukanda wa bahari ya Pasifiki pamoja na ukanda wa bahari ya Atlantiki, uwepo wa plankton ni mmea ambao umekuwa kwa wingi sana, yani mwani kwa lugha ya Kiswahili. Ni mmea ambao unakuwa kwa wingi sana, ikiwa ni kwa ajili ya chakula cha samaki wa aina mbalimbali. Katika bahari ya Pasifiki, samaki aina ya salmon 90% ya maisha yake yanategemea uwepo wa mmea hii ya plankton. Lakini vile vile wanyama hawa wanaishi katika bahari hizo wakitegemea mimea hiyo kwa namna mbalimbali. Kwa mfano, aina ya majani ambayo wanyama hawa wamezidi kuyapenda zaidi ni Halophila pamoja na Halodule. Ni mimea inayopatikana katika bahari na imekuwa ni chakula kikubwa kwao cha kila siku, na ukiachana na ulaji wa mimea mingine ambao pia ni pamoja na plankton na hata mangrove, uwepo wa mangrove ambao inatokana na bahari zisizo na chumvi. Kumekuwa na utofauti wa mimea katika bahari kutokana na uhalisia wa bahari yenyewe. Kwa nini bahari inaweza ikawa na chumvi na nyingine isiwe na chumvi ni somo jingine, lakini kwa ufupi hii inatokana na uhalisia wa mwamba wa bahari wa chini tunaoita basaltic, kutokana na aina ya madini yaliyotengenezeka. Kwa mfano, katika ukanda wa bahari yetu ya Hindi, ukanda wetu wa bahari ya Hindi, mwamba mkubwa ambao umetawala katika ardhi pamoja na bahari ukiwa ni sehemu ya chini kabisa kama basaltic, ni mwamba unaoitwa crystal rock, na hii unatokana na kuwepo kwa sulfur chloride ambao hii inatengeneza uwepo wa salinity ndani yake inayosababisha kutokea kwa chumvi katika maji. Lakini zipo bahari ambazo hazina chumvi, na kutokuwa na chumvi kwake kunasaidia mimea hii kuweza kukua, kwa sababu sehemu yenye chumvi oksijeni inakuwa ni hafifu, tofauti na sehemu ambayo maji yanakuwa hayana chumvi. Mbali tu na uwezo wake katika kula mimea na jinsi inavyoonekana, ulaji wake wa invertebrate creatures, wanyama hawa kama jellyfish, squats pamoja na shellfish, wote hawa wamekuwa ni sehemu ya chakula chake cha kila siku. Ni lazima ale mimea, lakini lazima apate makundi ya wanyama hawa. Hivyo muda mwingi huutumia kukaa chini ya maji, hasa akitembea katika mazingira ya chini kabisa. Ni kiumbe ambaye amepewa mwili wa ajabu ambao mwili wake unaonekana kuwa kama umbo la duara, kama vile unavyoweza kumfananisha papa, lakini akiwa na mdomo ambao ni umekaa kwa chini, lakini ukimruhusu kuweza kupecolate, kuweza kuchambua uwepo wa vyakula mbalimbali katika ardhi, akitenganisha mimea, akitenganisha wadudu na vitu vinginevyo. Lakini mkia wake pia umekaa flippers, umekaa bapa katika hali ya kumwezesha kuogelea kwa kasi. Ni kiumbe ambaye ana spidi kubwa katika mwendo akiwa ndani ya maji, tofauti na vile mtu anavyoweza kufikiri. Amepewa uwezo wa aina mbalimbali katika maisha yake, katika uwepo wa mimea ambayo anakula, ikiwa ni pamoja na Halodule pamoja na Halophila. Ni mimea ambayo inamsababisha yeye kuweza kujitengenezea uwepo wa enzymes inayomsaidia mmeng'enyo. Katika ulaji wake wa chakula unaweza ukamgharimu akachukua muda mrefu sana akiwa nje bila kutafuta chakula, lakini anapokuwa amepata chakula cha kutosha, kwa mfano ana uwezo wa kukaa zaidi ya siku 2 hadi 3 bila kuingiza chakula kingine, na hii ni kutokana na uwepo wa mimea hii ambayo inamsababisha mmeng'enyo wake unakuwa ni mzuri na unachukua muda taratibu. Ana uwezo wa kuzama chini katika kina kuanzia mita 33 ambazo ni sawa na futi 100
8, lakini vile vile ana uwezo wa kwenda zaidi hadi mita 37 ambazo ni sawa na futi 121 kina. Hicho ndicho wanyama hawa wanakuwa wakijitafutia maisha yao ya kila siku. Ni kiumbe ambaye amepewa uwezo mwingine katika kuwa na hali ya msimu katika kuingia breeding season. Kwa kawaida inapokuwa miezi ya Machi na kwenda miezi ya Juni, hapo katika ukanda wa Equatoria mara nyingi inakuwa ni sehemu ambapo watu wanakuwa wakipata msimu ambao wanaachana na msimu wa precipitation na kuingia katika msimu ambao ni wa winter. Katika msimu huu unamsababisha kiumbe huyu, kwa sababu anapenda kuishi katika maeneo ya Equatoria, kina cha chini cha maji sana kinamsababishia kuwa na baridi kali. Hivyo ukiepuka na badala yake huibuka na kukaa maeneo yanayokuwa ni ya juu juu. Na nyakati hizo huwa wanapeana ishara kupitia milio kwa majike na madume katika kutambuana kwamba huu ni msimu wa joto, na basi wao wanakutana kwa ajili ya uzazi. Kwa kawaida dume mmoja ana uwezo kukutana na majike hadi 6 kwa wakati mmoja, hasa akiwa katika msimu huo wa joto. Maturity stage, umri wa ukomavu, unaanzia miaka 3 hadi 6, inategemea na uhalisia wa mazingira wanaopatikana. Kama nilivyokwisha kukwambia, ni viumbe wanaopatikana si chini ya nchi 40, wao wakiwa wanajifanyia maisha ya kila siku. Ni viumbe ambao wana muda wa kukutana katika mazingira mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kukutana kwa ajili ya michezo. Tofauti na watu wengi wanavyofikiri, viumbe wengi wanafahamiana katika nyakati tofauti tofauti. Viumbe hawa huwa wana michezo wanaoifanya katika bahari, ambao michezo hii huenda ikawaweza kuwapimisha katika uwezo wao wa ukubwa wa akili. Kwa kawaida kadri wanavyokomaa huwa wanatoka pembe, na pembe hizi taski ni kama vile tunavyomwangalia Odobenus rosmarus, ni kupitia meno yao ya pili ambao ni canine kurefuka zaidi, ambapo kadri yanavyorefuka wanaonekana wao kuwa wamekomaa kabisa. Katika kuanza kutoka kwa haya meno kuna wapa wao kuwa na michezo katika bahari, ambao michezo hii inatumika nayo katika msimu. Mara nyingi ni katika wakati wa sama, kutoka mwezi Julai kwenda mwezi Oktoba. Hapa wanakuwa na msimu ambao unawasababisha kuweza kuruka na kuweza kurudi ndani ya maji. Wakiruka na kurudi ndani ya maji kama vile unavyowaona shaki, yani pomboo, wakiwa na mchezo wa kuruka na kurudi ndani ya maji. Kitu ambacho sehemu nyingi imeonekana kama ni utalii au imeonekana kama ni kivutio fulani katika maisha ya kila siku ya kutazama maisha ya viumbe hao. Wamepewa uwezo wa kuibadilisha rangi yao kulingana na nyakati za ukuaji, lakini kulingana na mazingira pia. Wanapokuwa wadogo sana wanaonekana kuwa ni weupe, lakini kadri wanavyokomaa wanapata rangi ya kahawia, na anapozidi kukomaa zaidi anakuwa na rangi ambayo inakuwa ni grey iliyochanganyika na nyeusi, na hii inaonyesha ni ukomavu zaidi. Rangi hii inabadilika kulingana na kadri anavyoishi na kukua. Anaongeza kiwango cha kwenda chini ya maji, hasa kuyafuata maji ambayo yanakuwa na baridi, na hali hii inamtengenezea kwamba ngozi inapobadilika inatengeneza uwepo wa joto litakaloweza kulinda hali ya joto la mwili wake katika mazingira anayoishi. Ukiachana na jambo hili, ni viumbe wengine ambao wamepewa uwezo wa pekee pia katika utambuzi wa maadui kupitia macho yao. Macho yao yamepata lea nyembamba ambayo inawasababisha wanapokuwa ndani ya maji inawatengenezea uwepo wa lenzi ambayo inakuwa ni lenzi mbonyeo. Lenzi mbonyeo kama inavyofahamika kwa kawaida, lenzi mbonyeo inamsaidia mtu ambaye haoni kwa mbali kuweza kuona kwa karibu. Hivyo basi na wao ndivyo ambavyo lenzi hiyo, jicho lao limetengenezwa kuwa na lea nyembamba inayoweza kuwasaidia kitu kilicho mbali wao kuweza kukivuta na kugundua kwa haraka. Lenzi hii haijajengwa tu katika mazingira ya kuwafahamu maadui zao, lakini wanapokuwa katika kula mimea, ndani ya mimea inayostawi katika bahari, wapo wanyama mpupu wengi wanaofanana na mimea. Hivyo kupitia macho yao wanakuwa na uwezo wa kugundua kwamba hawa ni wanyama na hawa ni mimea. Na katika kugundua hivyo, kwa sababu na yeye pia huwa anakula wanyama, si wote, wapo baadhi ya wanyama wanaoishi katika bahari ambao ni katika kundi la wanyama upupu, yani Cnidarians, ambao hao kulingana na uhalisia wao huenda ngozi zao au huenda
uhalisia wa nyama yao ni sumu katika maisha ya kiumbe huyu. Hivyo anapokuwa akiwatazama ni mwepesi katika macho yake kugundua kwamba hii ni mimea na hii ni wanyama. Lakini macho hayo yanamsaidia sana kuwagundua maadui zao. Ana uwezo wa kumuona adui yake akiwa ndani ya maji kwa umbali wa kilomita 100 na kugundua kwamba wale ni shark wakubwa ambao wanaweza wakawala. Kwa mfano papa upanga wanaogopa sana na kuogopa, lakini papa mweupe pia wanamuogopa, lakini kila wale ambaye huyu ni nyangumi muuaji pia wanawaogopa sana, kwa sababu wao huwafanya chakula kutokana na wao hawana maumbile makubwa kama wanyama hawa wengine. Mbali na hivyo, mnyama huyu amepewa uwezo mwingine wa pekee sana, ni katika kuwa na utambuzi wa mazingira yake ya kujitafutia chakula akiwa katika kina kidogo, lakini akiona umbali kwa chini kwa kina kikubwa na kugundua kwamba haya ni mazingira mazuri ya kuishi. Mara nyingi katika maeneo ambayo kunakuwa na uoto wa asili ndani ya bahari, kunakuwa na uwepo wa coral reef ambayo imejilindukiza kwa wakati mwingi. Kama tunavyofahamu kwamba kutengenezeka kwa miamba hii katika bahari ambayo ni stalagmite au aina nyingine ya miamba inatokana na uwepo wa mlundikano wa ancient remnant living organism, viumbe vya baharini ambavyo vimekufa, na viumbe hivi ambavyo vimekufa vinapokwenda kurundikana sehemu moja katika bahari ambayo inakuwa na chumvi, kutokana na uwepo wa chumvi na joto ambalo linasababishwa na mionzi ya jua, linasababisha kuganda na kutokea kwa milima hii ambao miamba hii inayokuwa baharini. Miamba hii ya baharini inakuwa ni sehemu nzuri kwa viumbe hawa kujificha. Inakuwa ni sehemu nzuri kwa kujificha, kwanza kulingana na rangi inayokuwa inatokana na miamba hiyo, inakuwa ikifanana na rangi ya ngozi zao. Hiyo kuwa wamejiweka kama camouflage, kuitumia kama njia pekee ya kuweza kujificha. Lakini pia kujificha katika mazingira hayo ni katika hali ya kutokutana na wanyama wakubwa na wakali. Hivyo anaweza wakajificha wengi katika sehemu fulani yenye mwamba pamoja na mimea, na wanyama wakali wanapokuja wakapita bila kugundua kwamba hapa kuna wanyama wa aina hii. Hivi ndivyo ambavyo tunajifunza maisha ya dugong. Huyu ni aina kama vile papa, unaweza ukamfananisha na papa, na wanapatikana katika sehemu nyingi. Hata katika bahari ya Hindi wanapatikana, katika bahari ya Atlantic wanapatikana, katika bahari ya Pacific wanapatikana. Utofauti wao na viumbe wengi ambao wanaishi katika bahari hizi na wenye maumbile ya jamii hii, wao wanaishi katika ukanda ambao ni equatorial region. Ukanda ambao ni equatorial region una uhakika wa joto la kutosha, tofauti na maeneo ambayo tumeona wanyama wengi wa jamii hii wanapenda kuishi katika vilizio vya kaskazini au vya kusini, sehemu ambapo baridi inakuwa ni kali hadi kufikia hatua ya kuganda. Ndio maisha ya kiumbe huyu ambaye tumekuja kujifunza leo, ambaye anajulikana kwa jina la Dagon. Dagon ni kiumbe ambaye anamwakilisha Mungu kwa namna ya pekee sana, kulingana na uzuri wake wa sura na muonekano, lakini kulingana na yale ambayo amepewa yeye kuyafanya. Ni kiumbe mwenye uwezo mkubwa wa utambuzi, ni kiumbe ambaye anapimwa kuwa na intelijensia kubwa, IQ, uwezo wa kufikiri mkubwa, hasa katika kutambua mazingira, hasa katika kutambua maadui, lakini njia ambazo wanatumia na misimu ambavyo anaweza kuitambua, kwa sababu anapokuwa katika kina inakuwa ni msimu ambao anajua kabisa kwa sasa tunaelekea msimu wa joto, basi atatoka na kuishi nje. Inapokuwa ni msimu wa kiangazi, basi wana uwezo wa kutoka na kuanza michezo. Lakini pia wamepewa kuwa na milio ya aina mbalimbali, hasa ikiwa ni nyakati za msimu wa michezo, wakitoa milio, wakishangilia, wakiimba katika njia ya ajabu. Haya yote yanamtukuza Mungu kwa namna ya pekee. Mpendwa, umeshawahi kujiuliza ni kwa jinsi gani Mungu aliiumba hii dunia? Mungu aliumba hii dunia kama tunavyoambiwa kwenye Biblia kwa kuitamka. Vitu vyote alivitamka na vikawa. Lakini ni kwa jinsi gani kila kile alichokitamka kimekuja kwa mtazamo wa aina yake. Jinsi tunavyomwangalia Dagon na maisha aliyopewa,
hafanani kabisa na walrus, hafanani kabisa na elephant sea, hafanani kabisa na kiumbe mwingine yoyote katika bahari. Kila kiumbe amepewa uwezo wa pekee, na uwezo huu unamwakilisha Mungu kwa namna ambayo mimi na wewe hata tuje na kuielezea hatuwezi tukafika komo katika kusema Mungu wetu ni mkuu. Tunabaki katika hali ya kushangaa, kwa sababu viumbe aliowafanya wamekuja katika hali ya pekee sana na wanashangaza kulingana na yale makuu wanaoyafanya. Hivi ndivyo ambavyo katika kila wakati tutakuwa tukijifunza mimi na wewe kupitia kipindi hiki cha Sauti za Hayawani. Leo katika kipindi cha Sauti za Hayawani tumeangalia maisha ya Dagon. Dagon ambaye huyu ni aina ya mamalia wanaopatikana katika bahari. Wengine wanamuita Dagon, lakini unaweza ukamuita Sirenia, ni jina lake kutokana na majina ya kisayansia. Kiumbe ambaye anaonekana kuwa ni wapekee sana katika kumtazama, na akiwa na mambo mbalimbali ambayo huenda ndio tumejifunza leo, na mengine mengi kulingana na muda hatuwezi tukayabaliza yote, lakini akimwakilisha Mungu katika kazi ya uumbaji. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninafika mwisho kwa siku ya leo wa kipindi hiki tulipokuwa tukimwangalia mnyama huyu. Hii ni hatua kwa wewe kuweza kubarikiwa na kipindi kingine kwa juma lijalo. Ninapofikia mwisho nikutakie baraka tele, hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia runinga yako pendwa Hope Channel Tanzania. Jina langu ni Negele Peter Negele. Barikiwa sana.